Sasa hivi kumekuwa na kitu kinaitwa operation. Nianze na hapo kwanza. Kuna operation na modality ya operation kawaida, ama kuanzia ngazi za wilaya ama mkoa au sekta nyingine zinaweza zikawa zinahitaji labda msaada wa kuona wanataka kufanya jambo fulani, na ukiamba operation si kwa maana kama ulivyosema, na mimi nikubaliane na wewe, si kila pahali kwamba lazima aende na mabunduki na nini. Na kwa taarifa yako tu kukutoa hofu hilo, unajua design za maaskari, yani kwa maana hivi vyombo vyetu, modality ipi niende wapi, hizi mara nyingi technically wao maaskari wenyewe wana. Mimi nataka nikupe sababu, na hii leo waandishi nataka muiseme, tuiseme hapa ili na nyie muelewe. Kwa kwetu Zanzibar ni kweli jambo lile, na sisi wenyewe tumeshalipiga, tumeona approach ya kuchukua silaha, ingawaje kuna hoja pia wakati mwingine ya msingi. Maana hapa nataka tuanze huko, maana kawaida huu msumeno unakwenda mbele na nyuma duniani, na nafikiri Sheikh Salum hata wewe ushatembea, ukishuka tu pale airport, iwe India iwe nchi zetu za Kiulaya, tena wanavaa ile mikombati, sio nini, wanavaa mikombati na submachine gun mikubwa mpaka unaogopa airport. Hao wanakuja utalii huku huwa, manake hoja nataka niseme hii hoja ya utalii kuja huku, manake inakuwa ni hoja wengine wakapata kufanya vitu vya hovyo hapa ndani. Sasa mimi nikubali kwamba approach hii hatukuizoea, na ndio maana imeanza kutengeneza, na sisi tayari kama serikali tumesema approach hii si sawa. Ingawaje vijana wetu wana hoja ambayo wanasema, mheshimiwa, tukienda hii Unguja tofauti hata na mainland, wakati mwingine tunapoziba nyuso zetu kwenye ufanyaji kazi wetu unapunguza muhali, na kama kuna jambo kubwa Zanzibar ambalo tunalo sote na waandishi mnakiri ni muhali. Mimi akisha niona hapa mkurugenzi Salum Rama, nimekaa namwambia hapa ondosha gari, hapa pana uchafu, kwa sababu yeye ananijua, ndugu yangu, wa shangazi, wa mjomba, kazi zinakuwa hazifanyiki. Kwa hiyo nataka nieleweke kwamba zile maski si kwa nia mbaya, wao wanataka ile mimi akija Asha na Juma hawa, wakati nawaambia ondosha, nisije kwenda kushtakiwa kwa shangazi na mjomba, na inawezekana sisi tunaongoza mwana. Lakini kwenye suala la masilaha na mabunduki, kweli tumeona hii approach inawezekana ikawa sio. Tumeshauri na tumeshaelekeza sasa hivi, natoka juzi, sio tu, nafikiri hata ungeniambia na wale mbwa je. Sasa tulichokifanya kwamba hebu tusitumie hii. Na kwa nini walianza kutumia? Unajua kwa nini walikuwa wana mbwa, au labda kwa nini wanatumia za silaha? Hata approach yao ambayo wameanza kwenye ulinzi, kama mtapeleleza nyote waandishi, maaskari hawawakuti wafanya biashara. Kwa sababu kwanza nitaje lengo hasa lilikuwa hizi operation wanazofanya wilaya, mikoa na baadhi ya sekta, kwa sababu wanashirikiana na baadhi ya sekta, ni kuona kwanza, moja, huo usafi, lakini pili, kuto kufanya biashara maeneo kiholela holela. Hili jambo nyimbo tumeimba nyingi na waandishi, nakumbuka nyinyi, mimi nikiwa mkuu wa mkoa, ilikuwa kila mkienda Ikulu swala la uchafu mtauliza, kila mkienda Ikulu. Juzi zimepigwa picha taka, kumbe zishaondoka karne na karne, maana mwisho wanaona tena hatuna cha kutuma huko serikalini, basi tutume Ramadhani hii. Sasa Zanzibar tuna ile kutafutana, tumekuwa kama wale polisi wa nchi fulani, sitaki kuitaja, anajificha upate kutokea kosa dogo tu, yeye aone ndo kosa kubwa. Na ndo mwanadamu alivyo shebwa. Hata hii karatasi, nikikuuliza hii karatasi ina nini, umeona wewe, utanionyesha haya maandishi mawili, uweupe wote huoni. Ndo nature ya binadamu.